Mimi namwambia Rais Samia kwa upendo kabisa, na wasaidizi wake nawaambia kwa upendo kabisa. Mwanangu aliuawa kwa sababu ya maneno yaliyokuwa ndani ya clip ambayo nilikuwa nimenukuu kile ambacho kilionekana mtoto wa siku 2 ameongea. Nilikuwa natoa ni hadithi kanisani kwamba Rais Samia arejelee alivyokuwa anaendesha mambo Magufuli. Asiporejelea kuna kubwa litatokea. Maneno yale sikuwa nasema mimi, nilikuwa natoa ni hadithi ya mtu aliyesema. La mapema na Rohoji, je, kwa vifo vya 29, 31 vile vya pamoja, tuache vya mmoja mmoja, hilo sio kubwa ambalo huenda lilikuwa limelengwa kwamba litakiwa kuja kuepukwa kwa sababu ya vifo vile na mengine ya kabla na baada na wakati? Haionyeshi kwamba Samia maisha yote atakayoishi yatakuwa ya mashaka, na inawezekana atakuja kufa kifo kitakachodhihirisha kwamba lile kubwa lilokuwa limesemwa ndio hilo. Je, ukisikiliza hii clip nitakayokuwekea hapa, kulikuwa na sababu ya mimi kupata adhabu ya kuuawa kwa mtoto kwa sababu ya kutoa angalizo kama lile? Kwa msiofahamu undani wa mambo, tuwe tunawekea klipu za mambo yalikuwaje kule nyuma. Inawezekana kabisa ndio mnaweza mkawa mnajua uzito wa msiba ambao wengine tuko nao, na wengine mnasema kusema uliotendewa ni ishara ya kutokusamehe. Kwanza nadhani ufahamu kusamehe ni nini. Biblia tunayosoma imezungumza matendo mazuri na mabaya ya watu, na tunayarejelea kila itwapo leo. Sio tafsiri ya kwamba hatujawasamehe wale watu. Biblia imeandika matendo ya watu wabaya waliowaonea watu, na wenyewe kuna wakati watu waliomba, walidai, walitafuta watendewe sawa na waliotenda. Hatusemi wale watu hawakuwa na msamaha. Kwa nini walifurahia kufa kwa Farao? Kwa nini walianza kudai haki za waliouawa? Kama Ufunuo sura 9 mstari wa 6 inasema wale waliokatwa vichwa wanadai, wanasema Bwana, hata lini kutupatia haki juu ya hao wakaao juu ya nchi ambao wametuua? Sasa kukumbusha ni ili ujue tulitoka wapi na nini hasa kilikuwa kinafanya tuwe tunaingia kwenye msiba huu mzito. Mimi kwa klipu hii nataka nikuonyeshe kwamba kuna viashiria vingi kwamba mimi mwanangu aliuawa tu kwa chuki za kidini. Hapakuwa na kesi kubwa. Klipu kubwa ambayo ndiyo ilionekana kwamba ndio itapelekea na ikapelekea kuuawa kwa mwanangu, naenda kukuwekea leo hapa. Klipu hiyo nilikuwa na hadithia kisa cha mtoto aliyekuwa amezaliwa Isanga. Kisa kile kilihadisiwa na wengi kwenye mitandao. Vyombo vya habari vingi vilihadisia kisa kile, mpaka leo ukiingia kwenye mitandao utakikuta. Utasikiliza mwenyewe, utaona namna yangu ya kuhadithia ilikuwa mbaya kiasi gani, ambayo nasema ni kwa upendo. Hili linalotajwa kubwa kwamba asipofanya hiki kuna kubwa litatokea, angalie kwamba ni Mungu anasema aangalie kwamba huyu mtoto kapandikizwa na watu, wajipange 1 2 3. Nikatoa ushauri kujipanga 1 2 3. Hebu sikiliza kipande kidogo, alafu kingine nitakuwekea mwishoni. Sikiliza kipande kidogo hapa, alafu nikuhadisie, nikupitishe kwenye sasa
ilikuwaje ikawa ni kripu hiyo? Karibu. Kuna katoto ambako wanasema kamezaliwa Iremi huko Ishanga, si ndio? Sema kamezaliwa kikiwa na siku kadhaa, siku sita, siku 3, siku 5, siku ngapi, kameongea kusema, mama, mbona rais huyu anaendesha nchi vibaya tofauti na mwenzake alivyokuwa anaendesha? Mwambie airudie misingi ya aliyoiacha Magufuli. Asipoirudia kuna kubwa litatokea. Mimi mtu wa Mungu nasema kwenye maana hizo mbili. Inawezekana huyo mtoto, huyo mzazi, kwa sababu si mtoto anayeongea mbele za watu, ni mzazi anasema niliitwa na mtoto na bibi mtu. Inawezekana kapandikizwa na watu, kwa sababu ndio tafsiri zinaweza zikatoka. Takuwa kuna watu wanajaribu kumtishia. Angalia confidence ya yule mwanamke anayeongea na bibi yake, kule kujiamini anakojiamini. Hilo jambo anayosema linaweza likatokea kubwa, sio la kupuuza. Naongea sio la kupuuza, kwamba ni Mungu kaongea. Hilo jambo sio la kupuuza. Mimi namwambia Rais Samia kwa upendo kabisa, na wasaidizi wake nawaambia kwa upendo kabisa. Hiyo ni sehemu ya kakipande. Sijataka kuweka kubwa sana, sababu nataka niweke kwa ukamilifu yote mwishoni. Kwa nini ilikuwa kripu hii? Hii kripu ilitolewa mwezi wa 6 mwaka 2022. Sijui, lakini taarifa nilizopewa baadaye ni kwamba kuna, baada ya kripu hii, kuna timu nadhani ya watu wa tisi ilikuja Mbeya kuchunguza aliyeongea ni nani kripu hiyo, na pengine hata kujua tumfanyie nini, tumkomoe kwa jambo gani. Ile kripu kuna mtu pia aliunganisha na vipande vya Samia ambavyo alikuwa anasema, jamani, kuna watu wanasema mimi nivae viatu vya Magufuli. Viatu vya Magufuli ni vikubwa sana kwangu. Alafu ule mtu akaunganisha kaka kipande kanakosema asipofuata ya mtangulizi wake kuna kubwa litatokea. Kale kakipande hako kalionekana kutembea sana. Nikaambiwa kwamba kipande hiki kimeunganishwa, kinatembea sana kwenye magrupu ya watawala na watu wa TC na polisi. Nikasema, lakini sasa sio mimi niliyesema hiki kipande, nimenukuu na nilikuwa na nukuu na kutoa angalizo. Baadaye mimi nikajua hayo yameisha, kwa sababu ilikuwa mwezi wa 6 ule, nikajua yameisha. Mwezi wa 7 nilikuwa naenda kuhubiri Chato. Kama kawaida yangu nilikuwa naweka wazi sana. Tukawa tumenunua gari jipya, tukaliandika alama ya damu, ilikuwa jekundu. Niliuza karibuni, bila shaka wengine mmejua. Kwa hiyo ndio safari yake ya kwanza. Tukawa naenda kuhubiri Chato. Sasa kama kawaida ni mtu wa kuweka wazi kila kitu. Kulitokea na kitu ambacho kilianza kunishangaza, kilikuja kuzaa kile ambacho kilitokea. Tokea tuko Tinde kwenda Kahama mpaka linalotukuta na Mparahala, gari yetu iliacha kusimamishwa. Yani ikawa hakuna mahali inaposimamishwa. Yani askari popote wanapoiona hawaisimamishi kwa namna yoyote, kwa spidi yoyote. Wenye kitochi wa kawaida hawasimamishi.
Kwa sisi tukajiona tuna uwepo wa Mungu. Mungu ametufunika, Mungu ameifunika hii gari. Twende. Ilipofika na Mparahara, Geita, nadhani ni mkoa wa Geita ule. Ilipofika na Mparahara, ile gari tairi 3 zililia kwa pamoja kwa mlio wa risasi. Tukayumba pale, tukaanguka. Mwanguko mkubwa, gari ilipinduka, liangukia ndani ya kwenye lami, ilipinduka karibu mara 4 mara 5. Kaenda kusimama pembeni. Ilikuwa kwenye spidi 120 kama sikosei, akiwemo na mtoto wangu wa pekee na watu wengine. Tulikuwa jumla watu 7. Tukatoka pale wenye kupasuka miguu, hakuna aliyevunjika, hakuna aliyekufa. Wengine wote wakasema twende hospitali. Ikaja gari nyingine pale, twende hospitali. Basi ikawabeba mimi, nikasema hii ajali yenyewe iliyofanyika hii mbona ni kama kuna kitu kimefanyika hapa. Huko hospitali unaweza ukajikuta unaenda unamaliziwa. Mimi nilikataa kwenda hospitali, nikatoa tu ushuhuda pale, nikasema aluta continue. Kimsingi mimi nilikuwa sitangazi kupambana na mtu, nilikuwa nasema safari ya kwenda kuhubiri inaendelea, sitarudia hapa. Baada ya lugha ile, wahusika naamini kwa hiki ninachokueleza hapa mbele, waliamini kwamba nawadindishia na watunishia msuli, naambia bado ninaendelea na mapambano. Sasa mimi napambana nani? Mtu gani? Mhubiri, unabibilia tu, unapambana na majeshi tisi wote, jeshi la wananchi wote, polisi wote, magereza wote, faya wote, wahamiaji wote. Uliye na Biblia tu useme napambana. Sijai kumiliki silaha, sijai kutumia silaha. Kwa hiyo hapo nadhani ndio ilipoingia lugha ni mkaidi, manake tumemwonya kwa ajali hii ambayo tulilenga hapo, aishie hapo, hasikii. Kwa nini nasema hivyo? Taarifa yangu ikiwa wazi hivyo, tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2022, tarehe 27 aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa Diwani Athmani akamtafuta mmoja mtu wangu wa karibu, aliyejua ni wa karibu, akamwambia, hebu mwambie kijana wako aache kumsema Rais Samia vibaya. Akamwambia, amemsemaje vibaya? Akasema, naona nyewe wengine nawasema vizuri, lakini Rais Samia anamsema vibaya. Sema, amemsemaje vibaya? Sema, ngoja nimwambie msaidizi wangu, atakutumia clip iliyotumwa ndio hii niliyokuonyesha kipande. Utaisikiliza yote, mtu wa Mungu. Haikutangaza ubaya wowote, haikutangaza vita yoyote. Ilisema kwa upendo Rais Samia ajiangalie, ajipange, angalie hiki kilichopo. Kama ni Mungu kweli, kuna kubwa litatokea. Kwamba ni watu wamejipanga, wamemtuma huyu mwanamke aseme kwamba mtoto amesema, kuna kubwa litatokea, ajipange. Yule mtu wa Mungu aliposikiliza ile klipu akasema, sasa hii klipu kasemaje vibaya Mbarikiwa? Anyway, tarehe 27 hiyo kanijulisha mimi, alinijulisha akasema, Mbarikiwa, naomba tuonane. Nikamwambia niko Chato. Kasema, anyway, nitafanya kila namna tuonane. Nikasema basi kama ni hilo, mimi nitaenda Nyakanazi, kutoka Nyakanazi basi ikiwezekana tutaonana Mwanza. Akasema haina shida. Kale hiyo ni tarehe 27. 28 nikatoa klipu, nikasema, jamani, ninahisi niko katika hatari ambayo sijui ni hatari gani, nimekosea nini,
Lakini kwetu kupinga maovu ndio dhambi kubwa ambayo itanileta kwenye hatari hii. Tarehe 29 nikalimwa barua na ofisi ya msajili wa jumuiya za kijamii kwamba huruhusiwi kuabudu ndani ya nchi ya Tanzania. Ndo nikatoa klipu nikasema, mbona sionyeshi kosa? Hiyo barua inafika tayari, afisa mtendaji polisi Mbeya wilaya wamekimbia kwenda kufukuza watu kanisani, hamtaki kuwepo hapa. Mimi nimemaliza Chato, nikawa naenda Nyakanazi, kwamba anyway nitaenda tu kufanya, kwa sababu pale moja nyumbani, mbili na kibali cha ndani ya wilaya. Hicho kibali cha kitaifa wanachosema wamekataa kusajili, hakuna shida, ndani ya wilaya tuiruhusiwa kusali. Kwa hiyo nadhani wataendelea kusali pale, ama kusali tu walioko ndani ya familia pale. Baada ya kwenda Nyakanazi nikakuta wanasema wamekuja kufukuza watu wote hapa, mtendaji afukuza watu wote hapa. Basi mimi usiku huo nikatoka Nyakanazi kurudi Dodoma. Dodoma ilibidi nipite ofisi ya msajili, kaenda wizarani nikasema hatuna taarifa hizo. Wizara mambo ya ndani, hatuna taarifa hizo, pengine nenda. Kaongea na katibu mkuu kwa simu, sikumkuta. Sema nenda wakuandikie kibali cha kuendelea. Kwani wenyewe wamekwambiaje? Wamesema uja tarehe 25 mwezi wa 8 juu ya hilo jambo lako. Sema basi wakuandikie kibali cha kuendelea na ibada mpaka hiyo tarehe 28 na tarehe 25 mwezi wa 8. Nikaenda pale ofisi ya msajili, wakaandika vya kuandika, nikaondoka nikaenda Mbeya. Nilipofika Mbeya, kumbe tarehe 28 ndio iliyopangwa kumuua mtoto. Baada ya wiki kadhaa, tarehe 10 mwanangu akaanza kuumwa. Akaja mtu mmoja, nikutana na mtu mmoja, alikuwa waziri dash. Akaniuliza tu jambo moja, akasema, Mbarikiwa, mtoto wako Wokovu yupo? Yuko hai? Sema acha kutukemea juu ya uovu. Nikasema lakini si uhubiri ni kukemea maovu? Uhubiri si ni kukemea mabaya? Ukweli kwa maisha yangu mimi, mkifanya baya nitawambia hili ni baya, kwa sababu litakuwa na madhara kesho na kesho kutwa. Mkifanya zuri nitawambia ni zuri. Kasema haya bwana, Mbarikiwa, sawa bwana. Tukaachana naye. Tarehe 25 nikapiga hesabu, nikajua mtoto kweli hali mbaya, lakini ni kama kuna hesabu zinazoonyesha nisipokwenda kule wananikamata, wananiweka ndani, mtoto wangu atafariki wakati sipo. Ngoja niende, ya mwanangu namwachia Mungu. Nikaenda Dodoma. Pofika kule nikaonana na msajili huyu kijana Emmanuel Kihamba, kuongea naye. Moja maneno aliyoniambia, sema, Mbarikiwa, kwanza ujue hautakuja usajiliwe milele ndani ya nchi ya Tanzania kwa nchi yako ilipo, na kuna tukio kubwa ambayo itatokea kwenye maisha yako, alama ya hiki ninachokwambia. Mimi huko najua mwanangu yuko katika hali ngumu. Nikajaribu kuongea naye, tuliongea naye muda mrefu sana. Kwa kosa gani? Kwa baya gani? Hakusema chochote. Nikaenda wizarani. Pofika wizarani, sikupewa nafasi ya kuongea na yeyote. Baadaye nikapata namba ya Jumanne Sagini alikuwa naibu waziri wa mambo ya ndani.
Nikampigia pale, nikajambulisha, nikajieleza. Mbarikiwa, hilo jambo lako bwana, ndio aliyekupa namba yangu, aliyeunganisha na mimi ni bosi wangu, ni mtu na mheshimu, lakini jambo lako sijui. Sawa, ngoja nilifuatilie. Nikaondoka pale wizara mambo ya ndani, nikawa narudi Mbeya kwa sababu nataka niwahi mwanangu, hali ya mwanangu. Narudi Mbeya, nikiwa njiani ainipigia simu. Mbarikiwa bwana, mbona eti kwenye katiba yako umeandika kwamba utakuwa unanyang'anya mali za watu ambao utakuwa nao kanisani? Nikasema hapana, mimi kwenye katiba nimesema mtu akiwa alianzisha kanisa pamoja na mimi, akihama zile mali zitakuwa chini yake, kwa sababu ndiye anayejua. Wenyewe wananilazimisha kwamba niandike kwamba akihama niwe namnyang'anya. Aliponisikiliza akasema ndo ilivyo, nitumie nakala ya hiyo katiba tuone. Akasema ndio, ndo ilivyo. Akakata simu. Baada ya muda, nikiwa naelekea Mtela katikati ya Dodoma na Iringa, nikapata taarifa ya hai ya mtoto kwamba meshabadilika kabisa. Nilimtumia Jumanne Sageng nikitafuta niokoleeni mtoto, nikasema alia mwanangu imebadilika kabisa. Alini block pale pale. Nikaendelea mbele, nikapewa taarifa mwanangu ameshafariki. Kafika tukazika. Tulipozika nilibaki najiuliza mchakato huo ulivyokwenda, mambo haya yalivyokwenda, lakini sikusema chochote wakati wowote kuonyesha mwanangu ameuawa. Ilipopita miezi 6 baadaye, kasoro siku 3, tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2023, yule mtu ambaye alijulishwa na Diwani Athmani kwamba Mbarikiwa aache kusema ubaya, kumsema au anamsema tu vizuri Samia, akaja kuniona msiba. Akaja kuniona, alipofika pala akakuta nina kesi, nimefunguliwa kesi ya kanisa kwamba naendesha kanisa bila usajili. Wakati huo mwezi wa kwanza, mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa akawa amebadilishwa. Diwani Athmani ametolewa, amepandishwa aliyekuwa msaidizi wake, yule aliyemtumia huyo aliyekuja kwangu, aliyemtumia ile video. Baada ya kufika pale nyumbani, sasa mkurugenzi mkuu ni huyu, waliwasiliana, chatting zile zipo. Yule mtu akaniambia, sasa Mbarikiwa bwana, kabla ya hapo kasikia ile taarifa mambo yalivyokwenda, kasikia taarifa kwamba nina kesi. Sasa basi ngoja nimpigie. Akampigia, akamwambia bwana, sasa mimi leo niko nyumbani kwa Mbarikiwa. Kitu cha ajabu tu ni kwamba Mungu alisaidia, yule mtu hakusikia. Alirudia yule mtu karibu mara 2 mara 3 kumwambia mimi niko nyumbani kwa Mbarikiwa, nimekuja niongee naye lile swala. Huyu ambaye sasa ndo amebadili kuwa mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa, ambaye ndo alichati na huyu mtu na kumtumia ile video, akamwambia utamuona ni mkaidi sana huyo. Akamwambia hapana, sasa kwanza na kesi, unaijua la kesi kwamba na kesi juu ya kanisa? Sema naijua, mimi ndo nimemshikilia. Sema si unajua amefiwa na mtoto wake? Kaambia ndio, si ndo tuliofanya, kwa sababu bila kufanya hivyo mimi nisingetosha kwenye nafasi hii. Yule mtu anashtuka kwa sababu aliweka loud speaker akijua ni la amani. Akasema bwana, mwachilie na kesi hiyo, si unajua amefiwa na mtoto wake. Sema simwachii la mtoto wake mwenyewe, sisi ndo tuliofanya, mimi ndo niliyefanya, bila kufanya hivyo nisingetosha kwenye nafasi hii.
Baada mtu yule kama umetekewa, sasa nimeshasikia, niko na mke wangu, tumeshasikia. Akatekewa. Anakata simu, mwisho akaniambia, bwana, ukweli wa taarifa hizo inawezekana kabisa ni kweli, kwa sababu huyu tulichati naye chatting hizi hapa, alinitumia video hii hapa, na hiyo video waliponifungulia kesi ya kanisa nikaenda kuikuta kwa OCCID, ananionyesha video ile ile naye anayo, alishatumiwa. Kwa hiyo pale ndipo nilikuja kuweka wazi, kwa sababu sasa baada ya kuua mwanangu, kama kawaida, walitengeneza timu ya watu wa makanisani, Waislamu na watu wa aina mbalimbali, bao wote walikuwa wanaimba wimbo mmoja tu, Barikiwa umetoa mtoto kafara. Yani pananiuma, ni mtoto wa pekee, wamemua, alafu umetoa mtoto kafara, ndio maana umetoa mtoto kafara, 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 kafara. Sasa mwisho wa siku nikasema, najua nikisema hili wananiua, lakini waniue wakati nimeweka wazi wa moyo wangu. Ndio maana niliweka wazi jambo kama lile. Swali tu ninalohoji, mtoto wangu mlimuua kwa chuki za kidini. Kripo hii haikutosha adhabu ya kifo. Ni kweli ulikuwa ndio mwanzo wa kupotea, kutekwa, kuuawa kwa kila ambaye alisema lisilompendeza Samia au lile ambalo wasaidizi wake waliona hili alitampendeza Samia. Samia kilichofanyika, alimpandisha huyo, akamtoa kwenye ukurugenzi, nadhani alimpa ubalozi, wakati wametunga sheria ya kwamba atakayekuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa atakapostaafu. Walitunga ile sheria kwanza kusema atakapoua mtu haitahesabiwa ni kosa, ingawa aliitunga baada ya tukio langu, alafu baadaye wakaweka vipengele vya kwamba sasa usalama wa taifa wanaruhusiwa kukamata watu, ndio walipotungia, na baadaye wakasema atakayekuwa mkurugenzi wa taifa hataruhusiwa kuwa na cheo au ajira nyingine yoyote akisha staafu au kustaafishwa. Ilipita miezi miwili tu baada ya kupitisha hiyo sheria kwa mbwembwe, wakamstaafisha huyo na wakampa ubalozi. Nachosema, mwanangu mlimuua kwa chuki za kidini. Sababu ile haikutosha. Hoja ni lile kubwa ambalo mimi nitoa tu angalizo kwamba kwa nini msijipange mkafanya marekebisho. Hakuna dalili ile kubwa kwamba litatokea au limetokea. Vifo tuache vile kimoja vya mmoja, watatu, watano, mmoja vya kutekwa, kupotea. Hivi vya tarehe 29, 30, 31 vya jumla havionyeshi ni kubwa ambalo lililengwa, lilikuwa linasemwa kuna kubwa litatokea. Hivi vifo vya jumla havionyeshi kwamba maisha ya Samia na wasaidizi wake wa karibu yatakuwa kwenye mashaka mpaka siku ya kufa kwake, na inawezekana atakufa kwa namna ya lile neno kuna kubwa litatokea. Nilikuwa mbaya kiasi gani? Zaidi sana uhubiri wangu mimi ni kuchambua tukio limetokea, ndo nalifananisha kwa mujibu wa Biblia, aliyefanya kama hivi matokeo yalikuwaje, na kutoa maonyo kwamba kufanya kama hivi madhara yake, matokeo yake yatakuwa hivi, acheni kufanya, msifanye hivi. Mimi nachambuaga matukio. Ndio maana mara nyingi lazima uone kuna clip nimeweka. Biblia waliokuwa na ubiri, kulikuwa na matukio yanatokea, ndio anasema kama ilivyoandikwa. Hiki mnachokifanya, Yesu alikuwa na ubiri, anaonya tabia za watu walioko hapo, anatafuta
sehemu palipoandikwa sawa na hicho anachokionya. Sioni kama kuna ubaya. Anyway, kila mtu kwa sasa anataka mhubiri angehubiri anachokitaka kwa namna anayotaka. Mimi niliona ni vizuri ningehubiri tu kwa namna ambavyo watu wa Biblia walihubiri. Ni kweli lilistahili ujira wa msiba na machungu hivi kwa nilichokifanya. Kwa klipu hii utachukua, utaona mimi nastahili. Mimi sichambui kwa pengine kwamba kuna watu wananipa information za ndani ndo nichambue. Siko huko, na namba yangu haiko kwa yeyote ambaye anaweza kanipa information zozote, na siwasiliani na yeyote. Akina Kantimbo, kina Kuzaga wakati ule wanahangaika na mimi kule Mbeya kuchukua kila simu yangu, kawaulizeni kama kuna mahali walienda. Tena mimi sifutagi message, sijaseti kwenye WhatsApp kwamba sijui kuna message za kujifuta baada ya mwezi. Mimi message uliotuma miaka kadhaa utaikuta. Kawaulize waliwahi kutana na mawasiliano, walizikuta namba za watu mbalimbali ambao hunitafuta kwa ajili ya kuhitaji msaada, wawe mawaziri, Mbarikiwa hapa tufanye wakati ule, hasa wakati wa Magufuli, kwa wewe umenyoka, wewe ni mtu wa Mungu, hapa nafanyaje, hapa nimefanyaje, umeonaje hiyo? Hawakuona swala la kwamba kuna mtu mimi ananipa mawasiliano information alafu mimi nizitumie hizo kuchambua. Mimi siko hivyo. Nachambua tukio nikilisomea na kulifananisha na maandiko ya Biblia. Unaweza ukawa nini kifanyike? Sasa nini kifanyike mchungaji? Cha kufanyika cha kwanza mimi nimeonyesha kwenye kitabu cha Suruhu. Ni kweli kile kitabu kimejigawanya kwenye maeneo kama 3-4 hivi. Eneo la kwanza ni maombi, kuiomba dunia ituokoe. Eneo la pili ni kutoa madhira, kwa nini tuokoe. Mimi binafsi na Watanganyika wengi tumepita kwenye eneo gani? Eneo la tatu ni utambulisho, mimi ni nani nayesema hivi. Lakini eneo kuu la hicho kitabu cha Suruhu ni nini kingefanyika dunia isiwe na silaha, isiwe na magereza, isiwe na mahakama, na wanadamu, kila mwanadamu aishi kama mfalme. Ni kichekesho, ni kitu kama hakiwezekani, lakini moja ya Suruhu. Kwa Kiingereza kiko Amazon, andika solution, andika Suruhu utakikuta. Kwa Kiingereza kiko Amazon. Ndio kina maneno ya ambayo unatuchongea, unatusomea vibaya. Jamani, unayoyafanya yanatakiwa yawe wazi. Mimi ni nuru. Biblia inasema yatakayo semwa kwa giza, katika giza wewe aseme juu ya hapa. Nimeandika yale ambayo ndivyo alivyofanyika. Lakini njia nyingine kama ile ya mtaelewa, kwa sababu ile imezingatia zaidi dunia nini kifanyike, haijajikita sana ndani ya nchi. Nachosema, siku ikitokea dhamira ya dhati ya kwamba kuna watu wanataka kutubu, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema msamehe watu ambao hawatubu. Lazima wawepo wanaotubu na kukiri, kuacha, kutorudia kufanya yale mabaya, ndipo uje unaitwa msamaha au kinachoitwa maridhiano. Na hakikishia wakati huo mkifanya kinachoitwa maridhiano kwa kuwaita vyama vya siasa ili muagawie ubunge, mugawane vyeo, mugawane ulaji au muwape pesa, wenyewe watajua watakavyowapooza. Hao wengi hamjaua ndugu zao. Kuna haja sisi kama mimi ambaye nadhani ndo mmeweka alama kubwa ya kuua ndugu zangu na kuniumiza. Kuna haja mimi mwenyewe ndiye nimesema itakapotokea pana wanaotaka kutubu, sio kunivizia. Na kwa namna ambayo mimi mwenyewe nitaona kabisa nimewekewa mazingira ya usalama wa uhakika, ambao kama ni kuuawa, afadhali niuawe mbele za watu, niuawe. Hii ya kupotezwa tu hii inawezekana, lakini haitakuwa rahisi kivile. Mimi nakubali kuuawa, nakubali kwanza kuishi, sioni maana yoyote. Lakini kwa sehemu kubwa ni kama kuuawa husika, inatakiwa lazima kuje kufanyike hapo hapo kwenye tukio, au niondoke kwenye hilo tukio nikiwa nimezimia. Nje na hapo hapana. Kwa hiyo ikitokea kwamba kuna mazungumzo yanatakiwa kufanywa, kuna mazungumzo yanatakiwa kufanywa
kuna watu wanataka kutubu. Hayo itatakiwa tuzungumze wenyewe, kutubu kwenyewe kuweje. Lakini yale ambayo mtawatuma wanasiasa watakaosema pengine mifumo ya huko duniani naambia ndo wanaowakilisha watu, yale yatatuacha wengine sisi tukiwa kwenye maombi ya aina ile ile na sauti na lugha ya aina ile ile, na hata mpataneje nao wanasiasa, lugha yetu itakuwa na uwezo wa kupasua kabisa hicho mnachoita maridhiano. Anyway, sikiliza hii klipu kwa ukamilifu. Leo najua mmesikiliza klipu za zamani ambazo nilikuwa naongea kwa urefu sana. Asante. Haivutiki. Kuna watoto kamoja, nimesema vyovyote vile Samia ajiangalia, vyovyote vile yule mtoto kapandikizwa na watu. Alimadabu yule mwanamke kajitokeza kuongea neno gumu kiasi kile, basi hao watu walioongea hivyo wamejipanga. Kama huyo mtoto kapandikizwa na watu, naongea mimi ni mtu wa Mungu, na mnao rekodi, mrekodi hapo, mrushi hapo, mrekodi, mrushi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama yule mtoto kapandikizwa na watu kusema yale, au yule mzazi, kama yule mzazi kapandikizwa na watu kusema yale, ama yule mtoto kweli kasema, Samia ajipange. Kuna katoto ambako wanasema kamezaliwa Iremi huko Ishanga, si ndio? Sema kamezaliwa kikiwa na siku kadhaa, siku sita, siku tatu, siku tano, siku ngapi, kameongea kusema, mama, mbona rais huyu anaendesha nchi vibaya tofauti na mwenzake alivyokuwa anaendesha? Mwambie airudie misingi ya aliyoiacha Magufuli. Asipoirudia kuna kubwa litatokea. Mimi mtu wa Mungu nasema kwenye maana hizo mbili. Inawezekana huyo mtoto, huyo mzazi, kwa sababu si mtoto anayeongea mbele za watu, ni mzazi anasema niliitwa na mtoto na bibi mtu. Inawezekana kapandikizwa na watu, kwa sababu ndio tafsiri zinaweza zikatoka. Takuwa kuna watu wanajaribu kumtishia. Angalia confidence ya yule mwanamke anayeongea na bibi yake, kule kujiamini, anakojiamini. Hilo jambo anasema linaweza likatokea kubwa, sio la kupuuza. Naongea sio la kupuuza, kwamba ni Mungu kaongea. Hilo jambo sio la kupuuza. Mimi namwambia Rais Samia kwa upendo kabisa, na wasaidizi wake nawaambia kwa upendo kabisa, yale maneno aliyosema yule mtoto, wale wazazi, tuache mtoto, ule ujasiri walionao mzazi na bibi yake, kwamba amepandikizwa, alafu yule mtoto akasema asipofanyia kazi haya liko kubwa linakuja. Isiangalia hilo kubwa linakuja, uangalie ujasiri wa yule anayeongea, kwa sababu kumwongelea rais wa nchi jambo kama lile ni jambo gumu sana, ni jambo kubwa sana, kubwa sana. Ni mtu wa chini sana. Kama wanajua wamepandikizwa, basi hawajapandikiza na watu fulani wepesi, hawajapandikiza na watu fulani wepesi, sio wepesi. Ujasiri, mimi nasema ujasiri wa yule anayeongea, anajiaminia nini? Anajiaminia nini? Mama wa mtoto yuko jasiri kabisa, anaongea.
bibi wa mtoto yuko jasiri kabisa, anaongea, anajiaminia nini? Kama ni watu wamemsukuma, wamesema asipofuata utaratibu na namna ambavyo Magufuli alikuwa anaendesha nchi, kuna kubwa, hawa watu wanaweza akawa wamejipanga. Na kama ni Mungu ameongea, misha kujaji ni Mungu au ni watu. Kama ni Mungu, basi Rais Samia awatafute watu wa Mungu kabisa, awatafute watu, acha hawa njanja wafuata upepo hawa, ambao kila linaloagizwa wako. Sasa barakoa sawa, sasa chanjo sawa, sasa hiki sawa. Hao ni wahuni tu, waganga njaa mjini hao, waganga njaa mjini hao. Atafute watu wa Mungu kabisa, na hata kwenye serikali yake na kwenye chama chake atafute watu ambao mioyo yao imenyoka kabisa, hawana hila hata kidogo. Wamwambie baadhi ya mambo ambayo akisha kiuka Magufuli alivyokuwa anayapeleka, atapata madhara kweli. Hii nchi ni ya Mungu. Hii nchi ni ya Mungu, tofauti na nchi nyingine yoyote. Hii nchi Mungu anaiangalia kwa macho yake yote. Jicho la Mungu liko juu ya hii nchi. Hii nchi watu wawili watatu wanaweza kupata madhara, lakini bado hii nchi itarudi mikononi mwa Mungu. Hii nchi itakuwa salama mikononi mwa Mungu. Itakuwa salama. Ningetamani tu mtu yoyote kwa tukio lolote na jambo lolote liloendelea, bado anakumbuka nchi lazima iongozwe kwenye misingi ya haki kutoka ndani ya moyo. Iongozwe kwenye misingi ya haki kutoka ndani ya moyo, kwa sababu Mungu hawezi kuacha hii nchi dhuluma na utapeli na watu kujinufaisha wachache. Haiwezi kuiacha hii nchi ikawa salama, hawezi. Hazitakuja vurugu, Mungu mwenyewe atasimama kuhukumu. Na tunaombea watu wa Mungu, wala njia inaweza kutumika isitumike njia yoyote ya mapinduzi, ya vurugu, ya fujo. Hapana, Mungu mwenyewe ambaye hatumii vurugu, hatumii fujo. Mungu mwenyewe anaweza kuhukumu na kuamua na kuweka utaratibu kwamba kwa nini hamuelewi, mbona nimetumia maneno kadha wa kadha. Kwa nini hamuelewi? Mimi utaratibu wangu ni 1, 2, 3. Na ni jambo rahisi tu. Hii nchi asiweko anaishi kwa kuangalia atanufaikaje yeye ama kikundi chake. Hii nchi anayepata nafasi ya kwamba atakuwa leader, atakuwa kiongozi, hakikisha anakwenda kuwa kiongozi kwa ajili ya kuumia yeye, kurahisisha maisha ya wengine. Asiingie mtu kiongozi ambaye anajua anaenda kupiga dili sehemu fulani. Hii nchi ngumu, anasemaga ulimwengu, anasemaga Jenerali Ulimwengu. Hii nchi ngumu hii, ugumu wake sio aina gani ya watu waliomo kwenye nchi. Ugumu wake ni jicho gani la Mungu linaitazama hii nchi ya Tanzania. Jicho gani la Jehova aliye hai linaitazama hii nchi ya Tanzania. Haleluya. Ni nchi ambayo hatuhamasishi watu wafanye fujo kwa namna yoyote. Tunasema tu watu, kila mtu kwa imani yake na dini yake, amwombe Mungu haki itawale katika nchi hii. Haki itawale, haki. Tukiishi kwa haki, wote utakula vizuri, wote utavaa vizuri, wote utaishi vizuri. Haki haikomoi mtu, haki haikomoi mtu, haki huwa haikomoi mtu. Yaani uwezi ukaishi kwa haki ukapata hasara. Daudi anasema, nalikuwa kijana na sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa,
na uzao wake ukiomba chakula. Hatumaanishi ukiishi kwa haki utapata hasara. Hapana, haki ni mgawanyo sawa. Haleluya. Anasemaga jenerali ulimwengu, nchi ngumu hii. Nawambia mimi, nchi ngumu hii Tanzania, ngumu hii nchi ngumu. Mimi naonyaga na kutoa ushauri kwamba haijalishi ulifanya makosa gani huko nyuma, lakini Mungu ni wa rehema. Haijalishi ulifanya kosa la aina gani, Yesu wangu na Mungu wa mbinguni ni wa rehema. Haijalishi wewe dini gani, wote tunatofautiana majina tu. Mwingine atatumia Kiarabu, mwingine Kiingereza, mwingine Kiswahili, lakini ukisema Allah ni Mungu, ni Mungu. Haleluya, haleluya. Unasema Mtume Muhammad, ni kwamba ukifuatilia alikuwa anaongea nini? Alikuwa anaongea utu, alikuwa anaongea haki. Ukisema Nabii Isa, unaona alikuwa anaongea utu, alikuwa anaongea haki. Haijalishi unamwamini yupi, kikubwa utatokea wapi, kikubwa utafanya nini. Je, utakuwa na utu? Utakuwa na haki? We mwamini yoyote unayetaka, kikubwa yoyote aliyekuja. Yesu alisema anayekusanya pamoja nasi yuko upande wetu. Kwa hiyo kama ni Mtume Muhammad alihamasisha watu wawe na haki, wawe na utu, wawe waaminifu, wawe na bidii ya kazi, huyo yu pamoja nasi. Alimadamu ni Nabii Isa alihamasisha watu wafanye kazi, wasiwe na dhuluma, yu pamoja nasi. Sasa kama msema kweli ndiye anaingia kwenye hatari, sawa. Ila mimi unajua nasemaga mambo ambayo popote pale nitasema. Mimi nitasema huyo mtoto amepandikizwa. Huo ujasiri alionao wazazi waliompandikiza wanaelewa anachoongea. Huyo mtoto ameongea kweli. Mungu ameingia ndani ya yule mtoto. Hilo jambo waliangalie. Mimi narudia tena iruga kukuambia mtu uishi kwa haki, sio kukuingiza hasara. Kwa sababu kweli zipo laumu. Magufuli aliumiza watu. Mfuatilie, angalia ufahamu moyo wa Magufuli mwenyewe. Magufuli alikuwa na kusudi la kumuumiza mtu mwingine pasipo na haki. Yani akuonee tu, ana kisasi, akuonee tu Magufuli. Mimi ninachojua wasaidizi wake wako wengine waliotumia ule ukali wake kuonea watu wengine, kutoa taarifa za upotoshaji, za uchochezi, za kufanya achukue maamuzi mabaya kwa mtu hata ambaye hajahusika. Magufuli mwenyewe jamani, tuna mioyo, tunakaa, tuna akili, tunafahamu. Magufuli mwenyewe alikuwa na kisasi na mtu. Magufuli mwenyewe alikuwa na kisasi na mtu. Magufuli alikuwa mkali kwa vitu vya diridiri. Vitu vya diridiri ambavyo wewe unavifanya kuonyesha mpinzani, una midiridiri nyingi, unaonyesha ni mkereketwa mzalendo, una midiri. Magufuli ndo alikuwa mkali kwenye ujanja uliojificha kwenye siasa, kwenye dini, kwenye chama chake, kwenye serikali, pote alikuwa anagusa. Alikuwa na kisasi na mtu. Hapana. Kuna watu wanaonaga aibu kusema alikuwa anataka kuua vyama vya siasa. Siri, tuwe pamoja tu, tujenge nchi pamoja, kwa sababu tunabishana na kuweka vyama vya upinzani kwa sababu ya wizi na kukosa uaminifu na kukosa uzalendo. Lakini akionekana Daudi anayeweza kusimamia watu wote, tuwe wema na wote tukashika kiguu na njia tukawa wema, upinzani wa nini? Upinzani wa nini?
Mtu yoyote anayeweza kuja kuleta mageuzi ya kweli lazima tuunganishe kuwa kitu kimoja, kwa sababu ukishaweka upinzani lazima mupingane, na Mungu asingetaka tuwe tunapingana. Acha upinzani wa kijinga wanaosema upinzani kule, wakati vingi wanaungana mkono, vingi wanapangana. Sisi upinzani wetu upinzani kweli. Jamaa anakataa kweli, hii mbao sio nyeupe, hapa sio peupe, hapa sio peupe, anakataa, ametoa na macho yako hivi, ameshaambiwa kule kakatae, sio nyeupe, hiyo ni ya blue. Wewe hapa rangi nyeupe, hamna. Yani sisi upinzani kweli yani. Sisi tuliambia upinzani ni kukataa kila kitu. Hii ni barabara, hamna, sio barabara, ni mto. Huyo anayeongea hapa ni Mbarikiwa, hamna, sio Mbarikiwa, ni Mwandeko. Sisi upinzani kweli tulicholetewa, upinzani uungi mkono jema